Kwa majina mimi naitwa Kasim Ahmadi, ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion kwa ngazi ya taifa, ambayo makao makuu yako pale Kigamboni. Leo hii tumetoka katika mkutano huu wa wadau wa masuala ya michezo kuelekea AFCON, lakini kikubwa ambacho tumekuja katika mkutano huu ambao tumepata kualikwa kutoka kwa viongozi wa wizara pamoja na shirikisho la mpira pamoja na baraza la michezo Tanzania. Lakini kikubwa ambacho tumekuja kuona ni namna ambavyo Tanzania kwa ujumla tunajipanga mikakati mizuri zaidi kuelekea AFCON ambayo tunaenda kuifanya hivi karibuni 2027. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa kuelekea katika maandalizi ambayo tunayafanya, lakini kuna mengi ambayo wametutaka viongozi mbalimbali pamoja na wananchi kuwa katika hamasa kubwa zaidi kuelekea katika AFCON 2027. Kuna vipengele vingi na kuna watu wengi ambao wametoa mawazo yao kuelekea hili swala ambalo tunaenda kulifanya hivi karibuni, lakini kikubwa zaidi ni namna gani ambavyo tunaenda kuifanya hamasa iliyokuwa kubwa zaidi kuelekea katika AFCON. Tumeona namna ambavyo tunaenda kupata fursa za utalii, biashara, lakini pia wasafirishaji. Watu wengi Tanzania tunakwenda kunufaika kutokana na haya mashindano ambayo yanakuja ya AFCON. Lakini tushauri tu kwa kamati ambayo tayari wamekuwa ndio wanahodhi namna ya kuandaa hizi AFCON. Kuna watu ambao kwa Tanzania namna ambavyo tulivyo, yani kwamba tumebezi sana katika mambo ambayo yamekuwa ya kitaalamu, ya kielimu ya hali ya juu sana kulingana na uasilia wa Tanzania wenyewe jinsi walivyo. Tunaenda katika hamasa, Mtanzania yote sasa hivi anahitaji kuona ile uswahili wake wa Kitanzania kuelekea katika hamasa za AFCON. Kwa mfano, kuna mashindano mbalimbali ambayo yanafanywa na jamii za chini, loko mashindano haya kama tunavyoona Ndondo Cup, Masoko Cup, na yale yatumike sasa hivi kuona kwamba tunaweka hamasa yetu na nguvu kubwa zaidi kuelekea katika AFCON. Iwe ndo road to AFCON. Kwa mfano Ndondo Cup inafanyika ndani ya Dar es Salaam, tunaona inapokuwa Yanga na Simba mashabiki wanajitokeza kwa wengi sana kuangalia, lakini zinapochezwa timu nyingine mashabiki wanapungua. Lakini tunavyoona hizi mechi za mitaani, Ndondo Cup, Masoko Cup, mashabiki kila game kwa wanaonekana finali. Tunaona michezo mingi ya kiasili, ngoma, waimbaji, namna ambavyo wanajitokeza katika michezo kama ile. Kwa sasa tu focus huku, tubezi huku kwenye mashindano ya ndani ya jamii. Mashindano haya ya loko ambayo tunayaona yakicheza katika jamii mbalimbali, nafikiri tutafikia lengo kulikoni kujikita sana kitaalamu zaidi kwamba tufanye hivi. Wageni wanategemea kuja Tanzania, lakini wanahitaji tukirimiwe na sisi wenyeji wao. Sasa wenyeji kama hatuna taaluma ya kile ambacho tunaenda kukifanya, namna kuwapokea wageni, namna ya hamasa, tutafeli kwa namna yake. Kwa mfano mkoa kama Arusha ule wamespecialized sana kwenye masuala ya riadha. Sasa hivi tunawapelekea football. Ni lazima tujiweke tayari namna gani tutawahamasisha wakazi wa Arusha kwenda kwenye football. Vinginevyo tutarudi kule kama tulivyotoka kwenye chani. Kwa hiyo wale ambao wamekamata hii hatamu na wapo katika hali ya juu kuhamasisha ya mambo yatokee kwa vizuri zaidi, lazima wajikite katika hizi sehemu. Ni muhimu sana ili tuweze kujitokeza kwa wingi zaidi kwenye AFCON, kwa sababu iko ndani ya taifa letu na Watanzania tuko tayari kuipokea AFCON. Tuje tu katika slogan yetu ambayo inasema twenzetu Tanzania, twenzetu Tanzania, sawa ambako sehemu ambako Afrika ndiko ilikozaliwa. Kwa hiyo huu msemo tuubebe kwa maana kubwa zaidi kuliko vile ambavyo wenyewe tunatakiwa kufikiria. Tanzania ndiyo kila kitu, ndiyo taifa ambalo kwa mataifa haya matatu ambayo sasa hivi ndio tumeenda kuhost matangazo, natamani tutakuwa ndo kioo cha kutizamwa kwamba Tanzania tumefanya kitu gani zaidi na tumeacha jambo gani baada ya mashindano haya.